Ndege ilipotua ndani ya Moscow, hakuwa tu kiongozi wa Afrika ameshuka, bali moyo wa kweli wa mapinduzi na mabadiliko katika bara la Afrika. Na Captain Ibrahim Traore alikuwa ametua kama mwakilishi wa umoja wa ukanda wa Sahel. Alitua kama mzalendo wa Afrika, kama ndugu katika mapambano. Alikaribishwa kwa heshima sana, na pia vile vile kwa kutambuliwa kama mgeni wa heshima. Kwa sababu Urusi inajua Afrika inaenda kuwaje. Kwa sababu Vladimir Putin anaona uwezo katika wa Afrika. Kwa sababu Moscow wanatambua mapambano ambayo Burkina Faso inapambana, ambayo imethubutu kusema hapana, imetosha, hatutapiga magoti, hatutamnyenyekea beberu yeyote. Hatutavumilia kuingiliwa kisiasa, na pia vile vile tunahitaji uchumi wetu ambao uko huru wa bila kuingiliwa na mtu yeyote. Kuwasili kwa Traore kulifuatiwa na matukio muhimu sana na makubwa katika historia. Hakuwa tu kama mtalii wa kawaida, hapana. Alishiriki katika vikao muhimu vya ushirika, lakini pia walijadiliana mambo mazito na wakaweka mikakati. Akachukua maono kutoka kwenye mikakati ya ulimwengu ambao una superpower nyingi, sio moja. Ndiyo, na akasimama akijidai kabisa pembeni ya Vladimir Putin wakati wa sherehe hizi za maadhimisho ya kuwakumbuka mashujaa wa Urusi. Wakati ambao ni wakati wa heshima, wakati ambao ni wakati wa ushirika, wakati wa kuikumbuka historia. Hayo yakiendelea nyuma yake huku, basi kitu kikubwa kilikuwa kinaendelea kinachohusiana na diplomasia ya kweli, lakini pia mazungumzo ya kimkakati, wakibadilishana mawazo mbalimbali kati ya viongozi hawa wawili, yaliyokuwa yanaashiria kuna kitu kikubwa wanachotaka kukifanya. Rais Ibrahim Traore na Rais Vladimir Putin walipata muda pia au wasaa wa kuongea wakiwa faragha. Wakajadiliana ushirikiano mwema baina ya Urusi na Burkina Faso, ushirikiano kijeshi, elimu, miundombinu, masuala ya nishati, teknolojia, lakini pia wakaangalia nyuma ya mipaka yao. Wakajadiliana kuhusiana na ukanda wa Sahel, yani ushirikiano wa haya mataifa ya Sahel, lakini pia ushirikiano wa BRICS. Maono ya Afrika mpya ambayo haitapiga magoti, ila ambayo imesimama imara. Haikuwa kuhusiana na misaada, hapana. Ilikuwa ni kuhusiana na heshima. Ilikuwa kuhusu uwekezaji. Ilikuwa kuhusu mataifa huru yanayofanya kazi pamoja bila kuingiliwa na manyang'au mabeberu ambao wamekuwa wakinyonya rasilimali za Afrika kwa miongo mingi. Katika ulimwengu wa vita, uchoyo na kupindisha mambo, watu walikuwa wanajionea siku ya ushindi unaoleta umoja. Viongozi kutokea Venezuela, China, Brazili, Cuba, Mongolia na sasa Burkina Faso, na wote wamekutana hapo Moscow, Urusi. Wote wakiwa wamesimama pembeni ya Rais Vladimir Putin, wote wakikataa unyang'unyangu na uwizi wa watu wa magharibi. Hawajasimama tu hapo kwa ajili ya Urusi, bali kwa ajili ya uhuru, kwa ajili ya kweli, kwa ajili ya utu. Na miongoni mwao Captain Traore amesimama imara, kiongozi pekee kutokea Afrika Magharibi aliyepewa heshima ya kuwa mgeni wa heshima. Anatuwakilisha wote ambao tumechoka kuambiwa ni nini tunatakiwa tufanye, wakati mataifa yetu tunaambiwa yako huru. Wanatuambia ni nani wa kufanya naye biashara na ni hatima ya namna gani ambayo tunatakiwa kuwa nayo, yani tunapangiwa. Ulimwengu unabadilika, na shukrani nyingi ziwaendee sana viongozi kama Ibrahim Traore na Rais Putin, kwa sababu tunauona ulimwengu ambao sasa madaraka na nguvu sio ziko mahali pamoja katika mikono ya watu wachache wa haya mataifa ya kibepari. Tunaona ulimwengu ambao Burkina Faso inaweza ikafanya biashara ya moja kwa moja na Urusi. Ulimwengu ambao vijana kutoka ukanda wa Sahel wanaweza wakaenda kuchukua masomo yao huko Moscow. Ulimwengu ambao miundombinu ya Afrika inaweza ikajengwa kwa teknolojia ya Urusi.
na mataifa yote mawili yakanufaika, win-win situation. Maadhimisho ya kuwakumbuka mashujaa haihusiani tu na vita, ni kuhusu kumbukumbu, utamaduni, utambulisho. Urusi wanalisherehekea hili kwa gwaride la maana sana huko Moscow. Na mwaka huu Vladimir Putin amekaribisha watu wengi na wakubwa kutokea maeneo mbalimbali. Na dunia imeona kupitia hili kuwa kila taifa lina nafsi, na Captain Ibrahim Traore naye akiwa anawakilisha asili ya Afrika huko Moscow. Kumbuka, hakuhudhuria huu mkutano kama omba, hapana. Alihudhuria kama ndugu, kama kaka au mdogo wa Vladimir Putin. Mtu ambaye tuko sawa, yani Traore na Putin wako sawa, wanajiona wako sawa. Kama mtu anayejaribu kuileta historia yake mwenyewe, utamaduni wake na habari yake mwenyewe. Na hii ndiyo heshima ambayo wanaokuwa Mwafrika tunaisherehekea, wakati ambapo ustaarabu wa huku na huku vinakutana pamoja katika heshima, kuheshimiana, katika amani na mafanikio. Na hicho ndicho tulichokiona. Tofauti na ule ulimwengu mwingine ambao viongozi wa Afrika wanaambiwa ni nini cha kufanya, yani kama watoto wamefanywa kuwa watoto wafanye nini, na wasipofuata amri za mabwana wakubwa basi wataadhibiwa kwa kugongwa vikwazo vya hali ya juu. Na ulimwengu huo kwa bahati mbaya unakufa. Ulimwengu ambao Afrika ilikuwa kama kikaragosi, ulimwengu huo umeisha. Rais Vladimir Putin na Rais Ibrahim Traore wanauleta ulimwengu mpya, wanauwakilisha ulimwengu mpya. Ulimwengu ambao Burkina Faso haipuuzwi au kubaguliwa. Ulimwengu ambao askari wa Urusi wanajifunza mafunzo pamoja na askari wa Burkina Faso. Ulimwengu ambao utu au binadamu wa Kiafrika unaheshimiwa. Wakati ambapo baadhi ya viongozi wa Afrika wamekaa mbali kwa sababu ya presha ya kimataifa, Captain Ibrahim Traore alisema mimi nitaenda. Si kwa sababu alilazimishwa, ila ni kwa sababu alichagua kusimama na rafiki wa kweli. Kwa sababu historia lazima ikumbukwe na hatma lazima ijengwe. Sasa kwa vijana wakiangalia video hizo, wakumbuke huu wakati. Wakumbuke tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2025, kwa sababu kwenye mzunguko wa maisha yako utaiona Afrika mpya. Utaona Burkina Faso inayojenga viwanda vyake yenyewe, ikiwapa elimu mainjinia wake yenyewe, ikiwalinda watu wake yenyewe, na ikikamilisha hatima yake yenyewe. Na Captain Ibrahim Traore anapanda mbegu leo, na Rais Vladimir Putin anaimwagilia maji ili ikue. Kwa pamoja wanajenga future ya kizazi ambacho kitakuwa kinajivunia hilo. Ni lazima kama Waafrika tuwe tayari kujifunza, kufanya kazi, kulinda na kuendeleza, kwa sababu viongozi wetu wanatengeneza njia, na sasa ni juu yetu kufanyia kazi hilo. Kwa ulimwengu wa sasa sio ulimwengu tena wa unipolar. Kuinuka kwa China, uwepo wa Urusi na kuamka kwa Afrika, hii inapelekea kwenye multipolar planet. Ulimwengu ambao superpower sio taifa moja tu la Marekani peke yake, bali yako mataifa mengine pia. Sikukuu ya mashujaa huko Moscow, Urusi, haikuwa tu ni kwa ajili ya kukumbuka historia, ila kujenga future. Kujenga hatima ambayo mataifa ya Afrika hayatapiga tena magoti kwa mashirika ya fedha kuomba mikopo, ila wanaweza kuinuka na mbinu zao za uchumi wao wenyewe, lakini utamaduni wao na mifumo yao. Na Burkina Faso iko katika njia hiyo, na haiko peke yake. Inatafuta ndugu na washirika wa kushirikiana nao huko mashariki, huko BRICS, huko Asia, huko Latini Amerika, na muhimu zaidi katika ukanda wa Sahel. Acha tujenge taifa letu liwe na nguvu. Acha tujenge viwanda vyetu. Hebu tubadili mifumo ya elimu, tuwekeze kwenye kilimo, na tuunde teknolojia yetu inayoendana na ndoto za watu wetu. Traore na Putin wanatuambia inawezekana. Hii ni zaidi ya sherehe, ila ni mapinduzi. Kusherehekea miaka 80 ya sikukuu za mashujaa Urusi inatuonyesha kuwa kumbe historia inaishi.
na ushirika ni jambo la msingi zaidi, lakini pia kuwa hatima iko mikononi mwa wajasiri. Kwa Baba Mtakatifu wa vita Vladimir Putin, tunakushukuru sana kwa kumpa heshima rais wetu Captain Ibrahim Traore, kwa kumtendea wema kama binadamu, na kwa kuitambua Burkina Faso. Na kwa rais Captain Ibrahim Traore tunasema tunakushukuru sana kwa ujasiri wako, kwa kusimama imara, kwa kuiwakilisha Afrika kwa heshima, na acha ulimwengu ushuhudie haya. Burkina Faso sio koloni la mtu yeyote tena. Tupo mezani, tupo ndani ya Moscow, tunaikimbilia hatima yetu. Tunajivuna kwa kupeana taarifa huku tukiwa tumeunganishwa. Na wanaokuwa Mwafrika tunasema uishi milele Ibrahim Traore, lakini Umoja wa Sahel pia na wenyewe uishi milele, na Urusi iishi milele, na hii kumbukizi ya siku ya mashujaa ituongoze katika amani, mafanikio na uhuru. Kwenye hizi siku kuu za miaka 80 ya kusherehekea mashujaa wa Urusi, Captain Ibrahim Traore alitambuliwa kama mgeni wa heshima. Hakutambuliwa kama kiongozi wa Afrika aliyeenda kuomba msaada Urusi, aliyeenda kuomba mikopo Urusi, aliyeenda kuomba Urusi isaidie huku katika mambo ya ajabu ajabu, lakini alitambuliwa kama mgeni wa heshima.